Alisema nitayakiri maasi yangu kwa Bwana. Watu wawili ambao ni mume na mke waliofahamika kwa majina ya Alfred Mgeni na Betes Msigala, wakazi wa kijiji cha Ivigo mkoa wa Njombe, wameuawa kwa kukatwa mapanga baada ya kuvamiwa usiku wa kuamkia Agosti 9 nyumbani kwao na watu ambao bado hawajajulikana. AyoTV na millardayo.com tumefika katika kijiji hiki wakati wa mazishi ya wanandoa hawa ambayo yanatajwa kuhusishwa na imani za kishirikina, ambapo mkuu wa wilaya ya Wanging'ombe Zakaria Mwansasu ameshiriki mazishi haya na kuagiza polisi kuweka kambi katika kijiji hiki ili kukamata wote waliohusika na mauaji hayo. Uongozi wa kata ya Igosi kupitia diwani wa kata hiyo Damasco Mgaya umepiga marufuku wakazi wa kijiji hicho kuondoka ndani ya kijiji bila kibali mpaka upelelezi utakapokamilika. Baadhi ya wakazi wa kijiji cha Ivigo akiwemo Sebastian Sembu wanasema wamesikitishwa na mauaji hayo yaliyofanywa majira ya saa 8 usiku kwa wanafamilia hao, huku wakilaani vitendo vya kujichukulia sheria mkononi. Tumelipokea kwa masikitiko na majonzi makubwa tukio la kuuawa, make hawa hawajafariki. Kitendo hiki ni cha kikatili ambacho hata mnyama hawezi kufanya hivi, na kitendo hiki hakivumiliki. Imenilazimu kuwepo katika mazishi haya, lakini hili la kwamba mtu kaliweka jambo moyoni kinyume cha utaratibu, anaona njia rahisi ni kwenda kuua watu kwa kuwavamia usiku, hili halikubaliki. Niwahakikishie kwamba yeyote pamoja na kwamba sasa hivi tumekamata wawili kwa ajili ya mahojiano ambao ni watoto wake, tayari wako kwa ajili ya mahojiano na jeshi la polisi, lakini yeyote ambaye amehusika katika hili hatutamvumilia. Hatuwezi tukaenda namna hiyo. Sasa hayo ya msamaha kwamba sijui Mungu nimefanya atanisamee, hayo ni ya kanisani na padri hapa atatubu, watatubu huko, lakini kwa mujibu wa sheria hatuna kifungu hicho cha msamaha. Watakamatwa, watafuatiliwa mahali popote pale walipo, ili vitendo vya namna hii visijirudie na visirejee. La mwisho ambalo ni wasi, mnapoona kwamba iko migogoro yoyote, migongano yoyote katika familia, msichukulie ni jambo la kawaida. Wewe umefika uongei na kaka yako, uongei na shangazi, uongei na mtoto wako, msichukulie kitu cha kawaida. Hebu majirani ambao mpo katika maeneo hayo, ripoti kwenye serikali kwamba kwenye familia fulani tunaona hakuko sawa, ili tuweze kusuruhisha au kufuatilia chanzo. Matokeo ya kukaa kimya kwamba ile familia bwana hainihusu, wale hawanihusu, ndio tunafika mahali pa namna hii. Jeshi la polisi litahamia hapa kuhakikisha hata kama ni unyalo wa huyo mtu anahusika, ili wafanye uchunguzi wa kina na wabaini ni nani anayefanya hivi. Hatuwezi tukakaa kimya. Hawa walikuwa na maisha yao. Tarehe 7 walikuwa ni mke na mme, wanatembea barabarani,
wapo wanapika na kula. Tarehe 8 siku moja usiku mmoja ni marehemu, hawajaumwa. Hawala uwezo kasema wameitwa na Mungu. Make Mungu hakuiti kwa kuuawa. Hapa mchungaji sasa, mimi sio mchungaji wala sio padri, amesema damu zitawalilia. Mimi nasema sheria itachukua mkondo kuhakikisha kwamba awe ni ndugu, awe ni jirani, awe ni yeyote mwananchi aliyehusika katika hili, tutahakikisha anapatikana kwa gharama yoyote. Tutahakikisha wanapatikana ili kijiji hiki liwe ni fundisho. Sijui wenda yuko katika kijiji hiki ambaye amewahi kushuhudia kwamba leo katika siku kama hii amewahi kushuhudia na wanazika hapa, unazika mke hapa, unazika mme. Yupo? Sasa mwezi na nyie ndugu zangu wa Bena mnakaaga kimya. Unaona jambo unakaa kimya, sio afya. Tuache kuanzia leo kutoka kwenda popote bila kibali cha serikali na bila kujua sababu na umuhimu wake kwenda huko. Tunataka wote wanaoishi hapa Ivigo wote wawepo, lakini tunaweza tukamaliza hiyo nini dhoruba, niseme kama mtanielewa nilichokisema jana, kutoa ushirikiano na kuwa wawazi kwa njia ile ile niliyoisema kwamba tunataka hao watu tuwabaini mapema, tuwe huru kufanya kazi. Ndugu zangu, mkuu wa wilaya ametamka jeshi litahamia hapa. Nataka niseme lihamie hapa, liwakute wote wanaoishi wapi? Ivigo wote. Kwa taratibu zote, jambo lolote linapokuja kujitokeza, tufuate ule utaratibu. Wote mwenyekiti wa kitongoji mwelezi, kama ni masuala ya migogoro ya kiardhi, kuna mabaraza ya ardhi yale, tunakwenda tunazungumza nayo, tunajaribu kutatua hizo. Kuna mahakama pia zinakwenda huko, na haya masuala mengine ya kishirikina, hizi ni dhana tu ambazo kwa kweli huwa tunajijengea katika jamii zetu, kwa sababu tunakuwa hatuna ushahidi wa kile kitu ambacho tunakifikiria. Matokeo yake tunakuja kuchukua maamuzi ya kikatili kama haya. Changamoto ya tukio ambayo limetokea, jambo kubwa ni imani za kishirikina. Ndio mambo kama haya ndio yanatokea, yani yanasababishwa na imani za kishirikina. Na tukio kama hili tumelipokea kwa uzito sana na limetushitua. Tulipopata taarifa kilichofanyika nyumbani, tulifika eneo la tukio. Ni mauaji ya mama na baba, yani mauaji ya katili ambayo yalitokea ni dhidi ya mama na baba, wote waliuawa. Watu hawa zimetumika, njia ambazo zimetumika ni mapanga na kitu kizito ambacho, kama kwa upande wa mama alibondwa kichwani na baba sehemu za mwili naye alifanywa vivyo hivyo. Kwa miaka ya nyuma, kipindi hicho mimi nikiwa mdogo, huyu baba ambaye ameuawa alikuwa ni balozi wa mtaa wetu, ambao hata mimi nimeishi kwenye huu mtaa mpaka nimekuwa nafikia wakati na kuwa mtu mzima, natoka naenda kutafuta riziki huko niliko kwa sasa, ila nimerudi kushiriki mazishi na heshimu, ni mlezi wangu, ni mzazi wangu. Kwa matukio kama haya kawaida hayapendezwi kabisa katika jamii. Hatupaswi kama vijana nguvu kasi kuchukua sheria mkononi. Kama mtu namtuhumu, sheria zipo, unaweza kufuata utaratibu. Kama mtu kakukosea, unaweza kufuata utaratibu. Hii ni ripoti ya Ayo TV na mimi ni Amiru Kilagalila.